Their intention is to murder civilians. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa onyo kali kwa wananchi wake kufuatia mashambulizi mapya ya makombora kutoka Iran yaliyolenga maeneo ya raia na kusababisha majeruhi kadhaa katika miji ya kusini mwa Israel. Akizungumza akiwa katika eneo la tukio mjini Arad, Netanyahu alisema kuwa tukio hilo lilikuwa karibu kugeuka janga kubwa, lakini hakuna aliyepoteza maisha kutokana na kile alichokiita muujiza. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Israel haiwezi kuendelea kutegemea bahati. Alieleza kuwa kulikuwa na dakika 10 kamili tangu tahadhari itolewe hadi kombora lilipoanguka kati ya majengo ya makazi. Kwa mujibu wake, kama wananchi wote wangeingia kwenye maeneo ya kujikinga kwa wakati, hakuna hata mmoja ambaye angejeruhiwa. Netanyahu alionyesha tofauti kubwa kati ya uharibifu uliotokea juu ya ardhi na usalama uliopo kwenye hifadhi za chini ya ardhi, akisisitiza kuwa maeneo hayo yanatoa ulinzi wa uhakika. Alibainisha kuwa wengi wa waliojeruhiwa katika mashambulizi ya Arad na Dimona hawakuwa kwenye hifadhi wakati makombora yalipopiga. Kwa mujibu wa takwimu za hospitali, jumla ya watu 175 walijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo, huku 38 wakiendelea kupatiwa matibabu. Katika mji wa Arad pekee, karibu watu 90 walijeruhiwa, wakiwemo 10 waliokuwa katika hali mbaya. Katika hotuba yake, Netanyahu alishutumu Iran kwa kulenga makusudi raia na kutumia mashambulizi hayo kama silaha ya mauaji ya halaiki. Alidai kuwa ndani ya saa 48 zilizopita, Irani imelenga pia maeneo nyeti ya kidini huko Yerusalemu, karibu na ukuta wa magharibi, kanisa la kaburi takatifu na msikiti wa Al-Aqsa, ingawa hakuna uharibifu mkubwa ulioripotiwa katika maeneo hayo. Aidha, alidai kuwa Irani imeonyesha uwezo wa kurusha makombora ya masafa marefu hadi umbali wa kilomita 4,000 na tayari imeweka nchi mbalimbali ikiwemo za Ulaya na Cyprus kwenye hatari ya kushambuliwa. Pia aliishutumu kwa kujaribu kuvuruga njia muhimu za kimataifa za usafirishaji wa nishati baharini. Netanyahu alisisitiza kuwa vita hivi vinahusisha wananchi wote, akisema taifa lote ni mstari wa mbele, huku akidai kuwa Israel inaendelea kushinda na kumkandamiza adui. Hata hivyo, alitoa wito mkali kwa wananchi wake kutozembea, akisema mara tu wanaposikia tahadhari wanapaswa kuelekea moja kwa moja kwenye maeneo ya kujikinga bila kuchelewa. Alibainisha kuwa tangu kuanza kwa vita hivyo, Israel imepoteza raia 15 na kueleza maumivu yake kwa kila maisha yaliyopotea, huku akisisitiza kuwa hatua za tahadhari zinaweza kuokoa maisha mengi zaidi. Katika hatua nyingine, aligusia ushirikiano wa kimataifa, akieleza kuwa Israel na Marekani zinafanya kazi pamoja kukabiliana na tishio hilo, huku akitaja wito wa Rais Donald Trump wa kuhimiza jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Iran. Ni Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipoweza kuzungumza baada ya kutembelea maeneo ambayo yalikuwa yamekumbana na mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo huko nchini Israel, katika eneo lake la kusini, ambapo maeneo kama Dimona, sehemu kubwa kabisa yenye nyuklia za Iran, lakini vile vile eneo la Arad yakiwa yamekumbana na mashambulizi makali ya Irani ya makombora aina ya Horamshar 4, ambapo sasa amewataka wananchi kuheshimu tahadhari za kiusalama ambazo zinawataka wananchi waingie katika mahandaki pindi ambapo hatari ikiwa imetangazwa. Lakini vile vile ameishutumu Irani kwa kuwa sasa hivi imekuwa ni tishio hata kwa nchi za Ulaya, kwani imeonyesha uwezo wake wa kurusha makombora ya takribani kilomita 4,000. Basi mtazamaji wetu, tuko hapa kukujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.